Yusuf, tunapozungumzia Child Online Protection Corp, mradi ambao ninyi mmekuwa mkiusimamia, lengo mama hasa ni nini kwa jamii ya Kitanzania na hata wasiokuwa wa Tanzania kuhakikisha kwamba usalama wa mtoto dhidi ya matumizi mbalimbali ya mitandao unakuwa ni salama zaidi? Kwanza nikurudishe kwenye history. COP ilikuja, Child Online Protection ilikuja kwa sababu tulikuwa tunaona matumizi makubwa ya teknolojia yanakuwa kwa kasi. Lakini tukaona kwamba kwenye ngazi ya kidunia watoto na wenyewe wamekuwa wanatumia sana teknolojia. Sote ni mashahidi. Mtoto mdogo hata nyumbani akilia, ukimpa simu ndio ananyamaza. Na anapoingia anachezea ile simu, utashangaa namna anavyoweza kuona vitu tofauti tofauti, na anaweza kuongeza sauti, kupunguza, na hata kuongea hawezi kuongea. Kwa hiyo pamoja na umri mdogo, lakini wanaweza sana kuchezea hizi teknolojia kwa ukubwa wake. Kwa hiyo ikaonekana kwamba kutokana na uwezo wao mdogo wa kung'amua mambo, huenda wakawa ndio, sio huenda, ni uhalisia, ni kwamba watakuwa vulnerable zaidi, yani watakuwa wanaweza kuwa wahanga wa changamoto za kihalifu mtandao zaidi kuliko sisi watu wazima. Kwa sababu hiyo ya msingi ndio ITU, International Telecommunication Union, ambayo hii ni ya dunia, katika ngazi ya kidunia, ikaelekeza mataifa yote kwamba sasa hivi kuna haja ya mataifa yote duniani kuja na mkakati wa kitaifa au kwenye ngazi ya kitaifa kukabiliana na hizi changamoto kwa watoto, ili watoto waweze kulindwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi husika. Kwa hiyo mwaka 2024 February, ambapo jana tumetimiza miaka 2 kamili, tukazindua rasmi kama taifa mambo makubwa mawili. Kwanza ikazinduliwa kamati ya kitaifa ya kuishauri serikali namna bora ya kuwalinda watoto wa Kitanzania dhidi ya changamoto za kihalifu mtandao, ambapo mimi pia ni mjumbe. Lakini namba 2, tukazindua kampeni mahususi ya kuweza kutoa elimu kwa umma, kwa watoto, wazazi, walezi na kadhalika kuhusiana na swala hili. Na uzuri wa bahati, baada ya uzinduzi ule hatukupoa, tukaanza kutembea nchi nzima, tukafanya hiyo awareness. Lakini baada ya hapo hatukutulia, tukaanza kutengeneza, tukafanya mapitio, kwa sababu kuna mambo matatu tulikuwa tumekubaliana tuyafanye. La kwanza ni elimu ya uelewa, ya pili maandiko yetu mengi tuboresha, tuweke msingi mzuri wa maandishi. Kwa hiyo mapitio hayo yakafanyika kwenye kurekebisha sheria ya mtoto, sheria ya Cyber Crime Act ile ya mwaka 2015, tukaja na mkakati wa kitaifa wa ulinzi wa watoto mitandaoni, tumekuja na mpango kazi wa kitaifa ambao taasisi, sekta zote zinazodili na watoto zitatakiwa kutekeleza mambo fulani. Lakini vile tukawa tumekuja na vitini vya kutoa elimu na maandiko mbalimbali. Sasa hivi focus yetu sasa inaelekea kwenye upande wa teknolojia, ambao ndio sehemu ya 3. Kuhakikisha kwamba maudhui ambayo ndani na watoto tuweze kuyazuia, watoto waweze kulindwa sasa kwa teknolojia hizo wanazozitumia. Moja kitu ambacho binafsi mengi pale ambapo kuna jitihada zinatekelezeka kwa ajili ya kumlinda huyu mtoto dhidi ya changamoto za teknolojia, tunaamini mzazi ni mtu wa kwanza wa kumlinda mtoto. Lakini katika ulimwengu wa sasa hivi tunaona changamoto nyingi ya wazazi wenyewe kuwapeleka watoto wao kwenye hilo wimbi. Unamkuta mzazi anamrekodi, anamwambia fanya hivi, tengesha mguu mmoja hivi, yani anamtengeneza mtoto wake ni kama kituko kwenye mitandao ya kijamii akiwa ni mdogo. Kwa matukio kama haya dhidi ya wazazi ambao tungetegemea wao ndio wawe mstari wa mbele ya kuwalinda hawa watoto, nini mnafanya katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa? Kimsingi hiyo ndio changamoto, kwa sababu na hii tunarudi kule kwenye uelewa, na ndio maana kuna kamati hii, na nafikiri umeona watu watakuwa wanaitwa na kurekebishwa. Kimsingi ni kwamba kuna changamoto ya uelewa. Kuna kitu ambacho watu wengi wafahamu kwamba mtandao huwa hausahau. Yaani unachokiweka leo mtandaoni, kesho kinaweza kuletea shida. Na wakati mwingine tumeona kwenye nchi za wenzetu, kuna baadhi ya watoto wameenda kuwashtaki wazazi kwamba mimi nikiwa sijielewi, wewe ulikuwa ukiniposti mitandaoni. Sasa hivi haya mambo yanani hunt, nimeshakuwa mtu mzima. Tumeona kuna cases zinaendelea kwenye nchi za wenzetu, wazazi wamepelekwa mahakamani na watoto wao ambao wamekuwa sasa hivi. Kwa hiyo
hiyo kuna hichi kitu ambacho anapaswa kufahamu. Wewe kama mzazi usimuexpose sana mtoto wako, hasa kwenye mambo ambayo unahisi kabisa huyu baadaye anaweza akamletea shida. Nakumbuka kuna siku moja tulikuwa tunafanya moja ya vikao, ukaibuka, tulikuwa kwenye discussion ile iliibuka sana. Kuna mzazi alimweka mtoto wake kwenye mitandao ya kijamii, alikuwa sio anashindwa, anaogopa kuzima moto, sio anaogopa moto, kitu kama hicho, na comments za watu chini zikawa nyingi zinamdhalilisha yule mtoto. Kwa hiyo imagine yule mtoto akishakuja kuwa mkubwa, akaja akaona vile alivyokuwa anadhalilishwa, akaona ile hali ambayo alikuwa anaona, mbona mzazi aliamua kuni expose hivi bila sababu za msingi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunabidi tuwakumbushe wazazi na walezi kwamba wewe una jukumu la kumlinda mtoto wako, na yule mtoto baadaye ana uwezo, na hivi katika hizi sheria tunazozifanyia mapitio, mikakati na kadhalika inayofanyika nchini, uende kampa room ya huyu mtoto baadaye kuja kukuwajibisha. Kwa hiyo tuchukue hatua mapema, na nafikiri ni swala la uelewa kwamba wewe kama mzazi na mlezi, si busara, kwa sababu yule mtoto hana uwezo wa kung'amua kama nilivyosema mwanzo. Uwezo wake ni mdogo, hawezi hata kujitetea. Sasa ajabu hata huo mtandao saa hiyo haoni ulichopost. Kwa hiyo si vizuri tukafanya hivyo, na kuna ile sheria ya Data Protection Act, na kwenye kipengele cha mtoto nafikiri imezungumzia vizuri sana kwamba kulinda faragha za mtoto ni muhimu sana kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mambo haya yote yakifanywa kazi, nafikiri na watu wakapewa elimu ya kutosha, tunaweza tukatoka kwenye hiyo hali ambayo tuko nayo. Kipindi hiki cha miaka miwili kama ambavyo awali umezungumza, wakati mnafanya tafiti na kuzunguka hapa na pale, mligundua tumeathirika katika kiwango gani ambacho kama jamii sasa hivi inapaswa kujua wapi tunapoelekea na sehemu tulipotoka kwenye changamoto hii ambayo ni kwenye masuala ya usalama wa huyu mtoto kwenye masuala ya kimitandao na hali halisi ilivyokuwa hapo mwanzo? Awali kwanza, kabla miaka miwili palifanyika research, tafiti mahususi kwa nchi ya Tanzania, na kwenye ile tafiti tuligundua kwamba 67% ya watoto wadogo wa Kitanzania kati ya umri wa miaka 12 mpaka 17 wanatumia mitandao kwa namna moja ama nyingine. Lakini tukagundua vile vile 4% kati yao wameathirika kwenye mitandao kwa nyingine. Kuna matatizo mengi kama cyberbullying, kudhalilishwa mitandaoni, fataki mitandao, hawa mambo ya cyber romance na wenzake, mambo mengi yalitokea, wamekuta wameathirika. Kwa hiyo ilikuwa ni kama kitu ambacho kilikuwa kinatusupport sisi kugundua kwamba tayari tumeona kuna athari hiyo. Na ukiangalia takwimu sasa hivi zinaonyesha watoto wengi wadogo wanatumia mitandao ya simu, watoto wengi sasa hivi wameingia kwenye social media, na wengine hata wanadanganya umri. Na tumekuwa tukiona vitu vingine hata majumbani, tumekuwa mashahidi, tunaona watoto, unakuta mtoto mmoja ana simu lakini ana kusanya watoto wenzake wengine wengi sana wanamwangalia kwenye ile simu. Wanaweza kuwa wameingia huko TikTok, wanaweza kuwa wameingia YouTube na kadhalika, na wanaangalia vitu vingi na maudhui mengine yanakuwa ni ya nje, na si ajabu yakawa haendani na maadili yetu ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo unakuta tunapata mmonyoko wa maadili mkubwa ambao tuliona 87% ya mmonyoko wa maadili hususan kwa watoto unachagizwa na huu ukuaji mkubwa wa matumizi ya teknolojia, ambao sasa hivi dunia imegeuka kuwa kijiji. Watu kutoka mataifa mbalimbali wanaweza kuleta maudhui na watu wetu wakayapata, wayakala yale maudhui, kumbe wakati mwingine yanasababisha mmonyoko wa maadili. Na moja ambalo niliona, nataka nitolee mfano, nilikuwa napenda kulitumia kama mfano, ni kile kitendo cha watoto siku hizi unakuta ana uwezo wa kumuita mzazi wake kwa jina. Kashmiri, mimi na wewe mpaka tunakuwa na si ajabu mjui, hasa mama humjui jina lake kabisa. Lakini sasa hivi unakuta mtoto anamuita mama yake jina kabisa, jina lake, anamwambia hivi na vile, kumbe ukichunguza alikuwa anaona watoto wenzake wa kizungu wanafanya, na anasahau yale kule ni maigizo. Si ajabu in real life haiko hivyo. Kwa hiyo ile unakuta tayari maadili yale yanaanza kuporomoka na mambo mengine mengi tofauti ambayo anakutana. Mmefikia jamii ya Kitanzania, watu ambao mmefikia ni katika kiwango gani, lakini neno lako ni lipi pia kwa Tanzania ambao wanafuatilia Central kwenye kuhakikisha kwamba tunaungana kwa pamoja kuhakikisha mtoto huyu analindwa kwa asilimia kubwa na changamoto za mitandao ya kijamii? Kwanza tumefanikiwa kukamilisha kanda zote. Tulikusanya watu wa makundi matano. Tulikusanya mapolisi wanaoshughulikia madawati, tulikusanya watu wale wa maendeleo ya jamii,
tulikusanya watu wa ustawi wa jamii, tulikusanya maafisa elimu, na tulikusanya wa taasisi inaitwa SMAUJATA ambayo inatusaidia sana kwenye kukabiliana na masuala ya ukatili. Kwa hiyo haya makundi matano nchi nzima, kila mkoa tumeshaketi nao chini, tukawapa mafunzo maalum na tukawaelekeza sasa washuke kwenye ngazi za chini kwenda kukuza hiyo elimu. Lakini hatukuishia hapo, tumekutana na walimu, tumekutana na wanafunzi wenyewe, tumekutana na wazazi kwenye ngazi ya kitaifa, na tumeweza kuzungumza nao, kuelewesha na kunani. Lakini hatujaishia hapo, tunaendelea mbele. Na hivi ninavyozungumza na wewe, tunatoka kwenye hatua za mwisho za kuandaa. Tunataka tukutane na waandaaji vipindi vya watoto, na kama Clouds hapa TV kuna kipindi cha watoto kipo hao. Sasa tunataka tukiti nao pia chini, kwa sababu tunaamini hao wana watoto wengi wanawafuatilia. Watoto wanapenda sana vipindi vile vya watoto. Tunataka sasa na wenyewe tuwapike kuhusiana na masuala haya ya child online protection, ili sasa wakatupelekee ujumbe kwa watoto wengi ambao wanawafuatilia na wanaowasikiliza na wanaowaelewa zaidi kwa lugha wanazozungumza. Na hii ndio ambao tuko kwenye hatua za mwisho tunategemea kulifanya, ili tuhakikishe kwamba na elimu tunaendelea kuisambaza kwa staili hiyo. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tumefanikiwa kuyafanya. Tunapoadhimisha siku ya usalama mitandaoni, tunakutana katika ukweli mmoja mkubwa mno. Dunia ya kidigitali haipo bila mpangilio. Imejengwa juu ya mifumo iliyofumwa kwa umakini, mifumo ya mawasiliano, biashara, elimu, burudani na hata mahusiano ya kijamii. Ndani ya mifumo hiyo, binadamu amefungamanishwa na teknolojia kwa namna ambayo haiwezi tena kutenganishwa. Swali kubwa linabaki, je, tunaitumia mifumo hii kwa usalama au tunajikuta tumekabidhi bila kinga? Katika zama hizi, simu janja imekuwa ofisi, benki, darasa na kumbukumbu ya maisha yetu. Taarifa binafsi, majina, picha, mahali tulipo, hata siri za kifamilia zimehifadhiwa ndani ya mifumo ya kidigitali. Mifumo imefumwa kutuwezesha, lakini pia inaweza kunasa endapo hatutakuwa waangalifu. Uhalifu wa mitandaoni, wizi wa taarifa, udanganyifu wa kifedha na unyanyasaji wa kimtandao ni ishara kwamba usalama mitandaoni si suala la kitaalamu pekee, bali ni suala la kijamii na kimaadili. Usalama mitandaoni unaanzia kwenye ufahamu. Ufahamu wa kutambua viungo vya ulaghai, ujumbe wa uongo na ahadi zinazovutia lakini zenye sumu. Unaendelea kwenye nidhamu ya kidigitali, kuweka nywila imara, kubadilisha nywila mara kwa mara na kutoshiriki taarifa binafsi kiholela. Kila mtumiaji ni fundi wa uzi wake mwenyewe, akilegeza mfumo mzima unaweza kuchanika. Kwa vijana na watoto, mifumo ya mitandao ya kijamii imefumwa kwa mvuto mkubwa haswa. Hapa ndipo jukumu la wazazi, walezi na jamii linapokuwa muhimu sana. Tunapaswa kuwafundisha si tu kutumia teknolojia, bali kuielewa, kuhoji na kulinda. Mtandao uwe daraja la maarifa na vipaji, si shimo la maumivu na udhalilishaji. Kwa taasisi na wadau wa teknolojia, kauli mbiu ya mifumo imefumwa iwe wito wa uwajibikaji. Mifumo wanayoijenga iheshimu faragha, ilinde taarifa za watumiaji na iwe na uthabiti dhidi ya udukuzi. Maendeleo ya kidigitali hayapimwi kwa kasi pekee, bali kwa usalama na uadilifu wake. Siku ya usalama mitandaoni inatukumbusha kuwa usalama si tukio la siku moja, bali ni mchakato endelevu. Mifumo itaendelea kufumwa, teknolojia itaendelea kukua na dunia itaendelea kuunganishwa zaidi. Lakini mustakabali salama wa kidigitali unategemea maamuzi yetu leo. Tuchague kuwa watumiaji makini, walinzi wa taarifa zetu na washiriki wenye maadili katika ulimwengu huu wa mtandaoni. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumeufuma mtandao wa usalama unaolinda vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Wakati nikimaliza andiko langu hili na kuacha na hii hapa, namnukuu naibu katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano nchini Tanzania, Nicholas Mkapa. Kwa mujibu wa Shirika la Mawasiliano Duniani, Tanzania imekuwa kinara katika viwango vya usimamizi wa usalama mtandaoni kwa nchi za Afrika ya Mashariki, huku ikishika nafasi ya 45 duniani kwa viwango vya usalama wa mitandao. Mimi ni Abel Mponela, bye kwa sasa.